miwa ilishuka kutoka 6,500 kwa tani mpaka 5,500. Katika finance bill imekuja, kuna mabadiliko imefanywa juu ya transport ya miwa ambayo itafanya transport iende juu, na hiyo gharama itasukumiwa mkulima. Mimi nikipata nafasi ya uongozi katika Jamhuri ya Kenya, jambo la kwanza ni hizo faktoria mbili ya Mumias Sugar na Nzoia ambayo imepatiwa watu binafsi. Serikali yangu itaelegesha kwa wakulima, hasa ukijua iko nuclear estate kubwa sana pale Mumias na pale Nzoia. Hiyo ni mali ya watu wa Bungoma na watu ya Kakamega, na ukiangalia ile bei, hiyo shamba imekodishwa kwa miaka 30. Hiyo ni unyang'anyifu, ni kuibia wakulima mchana, kwa sababu ile bei imewekwa ya kukodisha hayo mashamba kwa miaka 30 iko chini sana. Kwa hivyo niseme kitu ya kwanza ni kulegesha hizo faktoria mbili kwa wakulima wa Mumias na wale wa Nzoia. Number 2 ni kujaribu kuongea na wakulima pia wafanye kitu naitwa diversification. Wasilime miwa peke yake. Mimi najua wanalima mahindi kwa sababu ya kutumia kama vyakula na maharagwe, lakini tungependa kuwahimiza na kuwaletea seedlings ya avocado, ya macadamia, ndio pia juu ya miwa wakuwe na crops zingine ambazo zinaendelea at the same time. Unajua miwa inakaa sana, utakuta ile miwa saa ingine imechelewa, ile plant ya kwanza saa ingine inachukua 24 months na mkulima anangoja. Ratoon 1 inachukua karibu mwezi 18. Ratoon 2 inachukua karibu mwezi 14, mwezi 12. Hiyo ni muda mrefu sana mkulima akiwa amengoja, na anakula, ako na watoto na wasomesha, ako na mahitaji ya kila siku. Kwa hivyo juu na hii ukulima wa miwa lazima kuwe na mpango ya na uwezi tofautisha nani gun na nani polisi. Guns wanatembea na magari ya polisi, ile Land Cruiser. Saa ingine wanapatiwa mpaka tiangas na polisi. Saa ingine tumeona wakisindikishwa na polisi kupora mali ya wananchi. Jana tukiwa pahali naitwa Harambe huko Matungu, gavana wa kaunti ya Kakamega alipanga vijana guns kuchafua amani, kuumiza akina mama, kupiga watoto, kupiga vijana, na wakaumiza wamama sana pale. Na polisi wako tu na wanajua na wamenyamaza, kwa sababu huyu gavana ako pande ya William Ruto na amepewa nafasi afanye vile anataka katika kaunti ya Kakamega, ikiwemo kuleta wahuni, kuchafua amani na kutoa fujo. Tumekuwa na visa mingi sana. Jana katika kanisa ya All Saints Cathedral pale jijini Nairobi, wahuni walivamia kanisa hilo na kuchafua amani, kupora mali, kuumiza washikadau walikuwa pale wakiongea mambo ya bajeti. Nimeona waziri akisema watakamatwa, na yeye ndiye mwenye kupanga. Ni kuhadaa wa Kenya. Tangu Kipchumba Murkomen akuwe waziri wa usalama, ndio wahuni wamekuwa ndio wanatawala Kenya. Hata rais mwenyewe akitembea Nairobi anatembea na wahuni, wanapora watu wakiwa naangalia. Wahuni wameweza kuvamia makanisa ya PCA, wamevamia kanisa ya ACK huko Othaya, wamevamia mikutano, wamevuruga amani. Wakamatwi kwa sababu wanafanya kazi na polisi. Mimi niseme hili ni jambo la kuhuzunisha sana. Mwaka uliopita tulikuja pale Chwele na wahuni wakapangwa na Speaker wa National Assembly, wakapiga magari yetu wakisimamiwa na polisi. Hata polisi walikuwa wanawasaidia, wanawapatia cover, ndio wakipambana na hawa na wale wako pande yetu, polisi wanawasaidia.
mimi niseme hili ni jambo la kukera sana, na ni jambo ambaye inaweza kuleta furugu katika Jamhuri ya Kenya tukielekea uchaguzi, kwa sababu itafika pahali wa Kenya wakatae hiyo maneno na wachukue sheria mikononi mwao, na wakifanya namna hiyo kutakuwa na anarchy. Kwa hivyo niseme hiyo maneno ya goons ni jambo la aibu sana, na tunaanza kufikiria, unajua mwaka uliopita 2 years William Ruto alipitisha maafisa wa polisi waende huko Haiti kwenda kusaidia watu ya Haiti kupambana na majangili na wahuni ambayo wametatiza amani katika nchi hiyo. Lakini inaonekana hawakuwa wameenda kusaidia watu ya Haiti, wanaonekana walienda ile kitu inaitwa benchmarking, ndio waelewe jinsi ya kufanya kazi na goons. Kwa sababu tangu officers yetu ya polisi waende Haiti, ndio goonism imeongezeka Kenya, na ndio polisi wamekuwa na ushirikiano mkali sana na wakaribu sana na wahuni kuangaisha wa Kenya. Kwa hivyo niseme ni jambo la kuhuzunisha sana, na ni jambo ambayo haifai katika karne hii ya 21. Burudia tena hizo. Na ule mkutano ambao ulikuwa mfanye mjini Kakamega. Ndio. Mkuweza kufanya jana. Ndio. Labda pengine kitu kipi ambacho kilifanya hamkuweza kuwa na ule mkutano? No, unajua tulikuja siku ya Ijumaa tukafanya mkutano pale Luanda ambaye ulifana sana. Tukatoka hapo tukaenda pale Kisa East, pahali ambako chama changu cha DCP ilishinda uchaguzi mdogo, na Mheshimiwa Aduda akakuwa MCA wa kwanza wa DCP katika kaunti ya Kakamega. Tukafanya mkutano hapo, ndio tukatoka hapo tukaenda Malava tukafanya mkutano, na tukafanya mikutano ingine 2 tukimaliza usiku sana. Tulikuwa tumepanga mkutano kubwa sana katika mji wa Kakamega ambaye ndio headquarter ya Western Region. Mkutano mkubwa sana ulipangwa hapo na Deputy Party Leader wetu Cleo Malala kwa niaba ya United Opposition, na inaonekana Rais William Ruto alipofika kutoka ng'ambo ambaye alikuwa ameenda kwa siku kadhaa, alielezwa ya kwamba tumeingia magharibi na kimeumana kwa sababu mikutano yetu imejaa na ni one term kila pahali. Kufikiria kwangu aliamua kusabaratisha mkutano wetu, mwenyewe akaamua kuja Kakamega na akakuwa na sherehe hapo katika Masinde Muliro University, na ndio maafisa wa polisi wakaamua hatuwezi fanya mkutano wetu rais akiwa town, kwa sababu hawataki kulinganisha mkutano yake na yetu. Mkutano ya rais siku hizi kila pahali katika Jamhuri ya Kenya watu wanaletwa na mabasi, halafu wanapewa kila mtu shilingi 1,000. Rais William Ruto hawezi kuzungumzia watu bila kulipwa. Wakenya wamemwacha, na akitaka kuwazungumzia lazima awalipe. Mikutano ya rais siku hizi imejaa mabasi ile ya shule ile ya rangi kama ile ya UDA, ile ya majano, na aliona mkutano yetu ni ile naitwa organic, sisi hatulipi mtu yeyote. Nikafikiria kwangu rais hataki hiyo mikutano ilinganishwe, kwa sababu angeaibika. Kwa sababu yetu hakuna mtu analipwa, watu wanajaza hapo wanajaa maelfu wakisema one time aende nyumbani. Nafikiri washauri yake wakaona ataaibika, na ndio usiku wa manane tukapata ripoti kama tunapumzika kwa hoteli ya kwamba maofisa ya General Service Unit na wale ya Antriot wameletwa kutoka Nandi, wameletwa kutoka Kisumu, wameletwa kutoka Busia, wameletwa from Rift Valley na the whole of Western, na zaidi ya maofisa 3,000 wamemwagwa town wakiwa tayari na bunduki na tear gas na vifaa ya vita. Na ndio sisi kwa sababu ni viongozi ambaye tuko responsible, tukaona hatutaki kuumiza wafuasi wetu. Tunge insist mkutano ingeendelea, lakini kungekuwa na vita dhidi ya wafuasi wetu na polisi wale ambao waliletwa. Kwa hivyo rais